Taasisi ya Hakimiliki Tanzania KOSOTA imetatua migogoro 118 kati ya 136 iliyoripotiwa katika taasisi hiyo inayosimamia haki za wasanii hapa nchini. Akiongea katika ukumbi wa idara ya habari Maelezo, Bi Doreen Sinare ambaye ni mtendaji mkuu wa taasisi hiyo amesema katika migogoro 136 ambayo ilipokelewa KOSOTA, migogoro 118 ilifanywa kazi ndani ya hii miaka minne na ilikamilika. Migogoro 10 kati ya hiyo haikuweza kukamilika kwa sababu wanaodaiana hawakuweza kuridhiana. Kwa hiyo ilikwenda mahakamani na baada ya hapo kesi zinaendelea, lakini migogoro 8 kati ya hiyo bado iko katika hatua tofauti ambayo bado inafanywa kazi na ofisi ya Hakimiliki Tanzania. Lakini mbali na hizo kuna kuwepo na kesi mbalimbali ambazo wadau wetu wanakuwa wamezifungua katika mahakama mbalimbali. Kwa hiyo sisi kama wataalamu, sisi kama wasimamizi wa haki miliki tunahusika kwenda kutoa utaalamu wa kisheria pale ambapo inahitajika. Kwa hiyo katika kipindi hiki pia KOSOTA nikiwemo mimi mwenyewe tumetoa ushahidi katika mahakama katika kesi 10. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo yamefanyika, na ukilinganisha na miaka ya nyuma ulikuwa unaweza kukuta labda kwa mwaka mnakuwa na migogoro kama 3 au 4 kutokana na uelewa ambao ulikuwa haupo, lakini sasa kutoka namba hiyo kwenda 138 ni ongezeko kubwa katika swala zima la usimamizi wa haki miliki. Akizungumzia tasnia zinazoongoza katika migogoro, huyu hapa tena Bi Sinare. Lakini kwa takwimu za haraka, muziki zinaongoza kwa maana ya migogoro kwenye upande wa muziki iko mingi zaidi ikifuatiwa upande wa filamu, na kwa miaka ya hivi karibuni kumekuwa na migogoro mingi kwenye masuala ya applications. Hizi applications za kwenye simu. Kuna wabunifu wengi wanatengeneza applications mbalimbali na zinapelekea sasa wanaanza kugombana wenyewe kwa wenyewe. Lakini pia kumejitokeza pia sasa hivi uelewa kwenye masuala ya ubunifu wa mavazi. Kwa hiyo kumeanza kupokelewa kesi mbalimbali kuhusiana na ubunifu wa mavazi, lakini pia kwenye michoro inayohusiana na hayo mavazi. Kutoka hapa idara ya habari Maelezo jijini Dodoma, John Banda wa Media One TV.